ina asidi. Kwa hiyo ile asidi ya udongo inapunguzwa na nini? Na ile jivu. Ndio maana yake watu wengine kama utakuta mtu anamwaga chokaa kwenye shamba, kama hawana majivu anamwaga nini? Chokaa. Kwa sababu utajua, unakuta mmea umewekea mbolea, unakuta mmea unamwagia maji, lakini ule mmea unazidi tu kuwa njano. Sasa unakuja kukuta hamna ugonjwa, lakini mmea unakuwa nini? Njano. Sasa utakuja kukuta pale udongo ule asidi yake ni kali. Mtu anasema mbona nimeapply mbolea hamna, nanyeshea vizuri hamna, niking'oa mmea haujaliwa na mdudu. Sasa inakuwaje? Yeye sasa kama hajui vile vitu, ina maana ile asidi ya udongo imekuwa ni chakula kikichachu unaweza kula. Kwa hiyo na ile udongo unakuwa kuna uchachu, ile alkaline ambao ni asidi ya udongo inakuwa imezidi pale. Sawa eh? Kwa hiyo jivu inasababisha kuweka vizuri, na pia majivu inazuia wale cutworms wanayekata mizizi. Kwa hiyo pia unapoweka jivu, unapopeleka kuoteshea kwenye mboga yako, unakuwa umesaidia wale wadudu kama mchwa. Mchwa hawapendi sana kwenye sehemu zenye jivu. Sawa eh? Kwa hiyo hawataingia kukata sana majani yako. Sawa jamani? Lakini ukija kusoma kilimo endelevu ndio utakwenda kidogo huko ndani. Kwa hapa na kuonyesha tu kidogo kidogo kwenye rundo la mbolea. Lakini ukija kusoma kilimo utasoma pia na mbolea, utarudia na utasoma madawa ya asili kwa ajili ya binadamu, kutibu mwanadamu, kutibu mimea na vitu vingine vyote utajifunza ukija kusoma kwa wiki mbili. Sawa jamani? Kwa hiyo nafikiri paka hapo. Lakini vifaa vinavyohitajika ili uweze kutengeneza mbolea, vifaa tumeshataja zile malighafi, majani na nini. Tunahitaji kuwa na vifaa gani? Bero, ndio hivyo eh? Tunahitaji kuwa na nini? Bero. Unajua bero? Sisi tunaita wilibaro, lakini huku nimezoea wanasema bero. Ndio hivyo eh? Alafu nyingine paulo. Sisi kule bara tunaita beleshi. Ndio hivyo eh? Chepe. Beleshi au chepe. Sawa jamani? Alafu tunahitaji panga au mkasi mkubwa. Kwa hiyo tunaweza kusema mkasi kwa ajili ya kukatia majani na nini kila kitu. Si ndio hivyo eh? Alafu tunahitaji kuwa na reki. Tunahitaji kuwa na reki. Kwa hiyo tuna bero, tuna paulo, panga, tuna reki. Nini tena nyingine ya muhimu zaidi ambayo tunaweza tukatumia kukusanyia vitu? Tunaweza kuwa na reki na uma. Uma mnaifahamu? Ile kijiko kile cha kuchotea. Kwa hiyo reki ya kukusanyia, uma ile ya geuzia au nini. Naweza kuwa na vifaa kama hivi. Basi ukisha kuwa na hivi, na pia kule kwenye rundo letu la mbolea lazima tuwe na maji kwa ajili ya kunyunyizia kwenye nini. Naweza kuweka kwenye rundo lile la mbolea kwamba lazima tuwe na maji kwa ajili ya kunyunyizia kwenye mbolea yetu. Sawa jamani? Sawa? Sawa. Kwa hiyo kwa process hii yote ambayo tumepata hapa, itakuwa tayari umesha kuwa na kila kitu. Unaweza sasa kutengeneza mbolea yako. Sawa? Na swali. Tulipokuwa ndani kule, ulipokuwa ukitueleza kuhusu choo kile, ilikuwa ni haramu kabisa maji kuingia. Hapa maji yanahitajika vipi? Au tofauti iliyokuweko baina ya hapa na kule, hata ikawa yahitajike hapa kule? Ile ni tofauti kwa sababu ile mbolea ya kule uelewe kwamba ni compost ya binadamu. Sawa eh? Kwa hiyo ikiingia maji inakuwa na harufu mbaya zaidi tena. Na pale ukitaka kuweka maji inarahisisha pia muozo, lakini itachukua muda ile mbolea kufanyaje? Kuoza, tofauti na jinsi ambavyo imeplaniwa iwe hivyo. Kwa hiyo kwa pale ile haitakiwi ipate maji kwa sababu itakuwa na harufu, kama ile ni mwanadamu, ni mbolea ya mwanadamu. Lakini kwa hii ya majani makavu na nini kila kitu
hii haiwi na harufu mbaya kama ile. Kuna samadi ya viumbe hai pia. Hii haina shida kwa nani, kwa maji. Kwa maana mfano sasa hivi ile kushika ni ngumu, lakini hii kushika ni mavi ya ng'ombe nayo sioni shida ukashika. Ya kuku sioni shida. Ya punda sioni shida. Hawa nyama wadogo hatuoni shida kushika, isipokuwa wale umbwa na paka tumesema ndio kidogo nani yao inakuwa inatustua. Lakini kwa ile ni special kwamba iwe kavu, na kutokana ile kwamba ni kitu ambacho kinaendelea kwa muda mrefu, kwamba umeingia na mimi naingia, mwingine anaingia. Kwa hiyo ile majani uliyoweka, mtu anakuja pale, hatujui kila mtu anatoa mlo wa kiasi gani, wa maji au mkavu. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna maji kule. Kila mtu anavyoenda ile kinyesi inakuwa na maji ya unyevu ya kutosha kuozesha yale nini. Lakini tukisema tutengeneze hii ambao tumekusanya, inawezekana nimekuja kwako kwenye zizi lako, mbolea imekaa siku 2-3, tukakusanya tukaleta na majani tukachanganya kiasi hichi tunachochanganya, haitaoza kwa sababu haina unyevu wa kutosha. Lakini kwa pale lazima ina unyevu, kwa maana mimi nikiingia, nikitoka mwingine anaingia. Na tunayeweka hatuweki kwa kiasi ambacho tunaweka hapa. Ujue tunachota mkono moja au mingapi? Miwili, ile ndogo tu. Kwa hiyo mtu akija akimwaga vitu vyake pale, mwingine anaweka majani, mwingine anamwaga, anaweka majani, mwingine anamwaga, ile yenyewe inajigeuza na kudecompose. Kwa hiyo inakuwa kidogo tofauti na hii. Na inachukua miezi 6 inakuwa tayari tuna apply kwenye miti yetu ya shambani. Kwa hiyo kuna tofauti, na pia ikipata maji ndio hiyo kuvuta manzi na nini kila kitu na kusababisha harufu kali kwenye choo. Lakini hii haisababisha harufu kali yote, japo itakuwa na harufu nzuri. Kama ukitengeneza mboji utaona harufu. Ama kuhusu maji hapa, kule ndio ulikuwa unaweka viwango sijui inchi ngapi na nini? Kwa maji hapa, kwa maji hapa mimi sipendi kuweka viwango, lakini kwenye watu wengi wameandika kwamba unaweza kuweka lita 20. Lita 20. Kwa kiwango gani cha? Kwa hiyo sasa ndio mimi sitaki kuweka kwamba utaweka kiasi gani ya maji. Sawa Mimi ninachotaka kusema utaweka maji, majani yako yawe na unyevu. Yaani ukadirie kwamba majani yangu yote yameloa maji. Kwa hiyo ninaweza nikakwambia lita 20, sijui kiwango gani ya mbolea umetengeneza. Naweza nikakwambia weka lita 20. Kaenda kutengeneza mbolea labda, kwa maana inatakiwa hii mbolea ikiwa ndefu zaidi isizidi, ikiwa ndefu zaidi isizidi lita 1.5. Ikiwa ndefu zaidi na iwe labda pano umeweka labda mita 2 au mita 4 kuzunguka, si ndio hivyo? Sasa nikakuandikia lita 20, ukaja ukanyunyiza, haikolei. Kwa hiyo ni vizuri kukuambia nyunyiza maji ya kutosha, ili mradi yale maji yasitembee chini kuosha, iwe tena inaosha ile mbolea. Nyunyiza kiasi kwamba ifike chini, ikolee, alafu unaacha. Sawa jamani? Kwa hiyo kiwango cha maji sitaki nikadirie, kwa maana huwa nashikilia ya bomba nini. Wenye shelezea tuipate unyevu basi. Tunaweza tukapima, lakini haina haja kupima, utapoteza. Mtu atatengeneza kubwa, wewe kuna wengine wana uwezo. Wanachukua zile nini mnaita vijiko kama hizi mabosa ama katapila. Nakusanya mamiti kama haya yamekatwa yamevunjwa, yanachukuliwa majani mengine anakusanywa nini. Kija ukimwambia weka lita 15, weka lita 80, itakuwa ni uongo. Ni heri umwambie nyunyiza maji iwe na unyevu. Nilikuwa nataka niulize, kinyesi cha binadamu kinakuwa kina asidi nyingi. Labda ukiongeza hizo nani majani makavu ndio inasaidia, zinakuwa alkaline au sababu na vitu tunavyokula. Kwa kinyesi cha mwanadamu, kwa jinsi ambavyo wale waliofanya vipimo na nini kila kitu wameona kwamba haina shida yeyote. Na ndio maana yake tuna apply kwenye mambo ya nini, kwamba unavyoenda pale ukijisaidia, ina maana pale karatasi zinaingia zile za toilet paper, zinaingia kama una maboksi umechana, unaweza pia kuweka kule majani makavu unaweka. Kwa hiyo ili inakuwa inajiozesha. Wengine hata nasema hii mbolea nyungu, si mnajua? Unaweza kuchukua nyungu pale ukawatupia kama wanaweza kuishi. Wengine wanajaribu kufanya vitu kama hivyo, kujaribu kama vikiishi vinaenda pia vinakusaidia kufanya muozo wa ile mbolea kwa haraka. Lakini kwa swala la kusema inaweza kuwa na asidi, kitu chochote kina asidi kiasi fulani, lakini sio ile ya kuharibu sana. Sawa Lakini kwa mbolea hiyo ya binadamu haina shida yote.
ila fresh kama fresh ukaipelekea ukaweka kwenye mgomba, itakuwa ina joto ya kuweza kuiharibu mimea, na pia sio kitu ambacho kinaweza kufanyika hivyo. Kwenye mbolea tuna mbolea ya nyungunyungu, sawa hiyo sio kwamba nafundisha, lakini tuna aina mbalimbali za mbolea. Tuna mbolea ya nini? Ya nyungunyungu, kwamba ukiona nyungunyungu hao naweza kukusanya kwenye chombo, tafuta karai lile, labda ukatoboa kama na msumari kidogo, ukaweka majani yako, ukachukua wale nyungunyungu ukaweka na udongo, ukao unaweka pale majani maganda ya mipapai, maganda ya nini ya ndizi, matunda michicha inayobaki huko majikoni, unaweka wale wadudu wanaendelea kula. Sasa lile dumu lako, kwa maana karai lako umelitoboa, dumu lako linaendelea kudondoka ile mbolea kidogo ya nyungunyungu, na ile maji unatumia kunyeshelezea mboga zako. Kwa hiyo inakuwa kama booster. Kwa hiyo inasaidia. Sawa jamani? Ukija kwenye kilimo endelevu utakuja kusoma vitu vyote. Vitu vingine utakuja kusoma vyote. Lengo letu tunalenga kwenye mbolea ya nini? Ya mboji. Lakini hiyo pia unaweza kutumia. Pia unaweza kuotesha kunde kwenye shamba lako. Pia hiyo pia ni aina ya mbolea. Kunde, mbaazi, vitu vile vyenye madini ya nitrogen. Sawa jamani? Unaweza kuotesha kunde na kila kitu. Wengine wenye uwezo wanaotesha upupu. Japo mnaona upupu ni kitu ambacho ni kali sana. Si ndio hivyo? Kwamba ikikauka inatuwasha. Si ndio hivyo? Lakini ikiwa wameotesha kabla haijatoa maua, wanaikata kukatia chini, kwa maana nafikiri kisha toa matunda, ile matunda ikikauka ndio inakuwa mbaya. Si ndio hivyo? Inakuwa inawasha. Lakini majani ikiwa green haina shida yoyote. Kwa hiyo ikiwa green wanakatakata, wanaigeuzia kwenye udongo, ile pia ni nini? Ni mbolea. Iwe ni kunde, iwe ni mbaazi, iwe ni maharage, yote ile ni mbolea zinazowekwa kule. Au wengine wanatengeneza mbolea ya kwamba achanganyi haya material yote tuliyoweka sisi. Anachukua labda anachimba shimo lake. Vile vyakula vya jikoni kila ikinania analeta na mwaka kwenye lile shimo, imechanganyikana kule, anafunika chini pale. Vinakaa vinajiozesha pale chini, baadaye anakuja na kuta ile ardhi ile imenyonya ile maji imekauka, anafukua ile mbolea anapeleka kwenye kwenye shamba lake, kwa maana itakuwa ina mchicha, ina nini na ina mbali kama ni karatasi imetupwa kule, chochote kilichotupwa kule ambao kinaoza inakuwa ni tayari ile ni mbolea. Sawa jamani? Labda mwenye swali hapo. Swali, kama hamna swali tuende kwenye vitendo. Kwa maana muda unatembea. Mimi kidogo turudi nyuma kidogo samahani. Pale tulipozungumzia ile alkaline kama hiyo. Kwa vile tunaenda kutengeneza mbolea kwa matumizi tofauti, kwa ardhi tofauti. Kidogo pale unaweza kuendelea tu nini kinatakiwa kiongezeke kwenye mbolea yetu ambayo utatengeneza ili iwe tiba kwa ile sehemu zilizochokaa sana. Ndio nakwambia kwamba hapo ni majivu. Au tumie chokaa. Lakini je, umepima udongo wako? Kwa maana wako watu wahusika wa ardhi, mamba ardhi. Ndio hivyo? Nenda waone kama una uwezo, wataenda wana vipimo vyao special, watapima udongo ule, watajua kwamba una nini? Asidi ndio inayesumbua vitu visiote na inasaidia. Lakini mimi kwa uzoefu wangu ile wa kienyeji naweza nikatazama nikajua kwamba hapa kuna shida fulani kwa ajili ya ile uzoefu, lakini kuna vipimo vya kupima ili uweze kuelewa. Sawa Kuna vipimo vya kuweza kupima ili uweze kuelewa. Kama unavyoona mimea yako hailiwi lakini inakuwa njano au inakuwa na vitu, yani utaelewa kudondosha. Yani ikizaa matunda inaanza kuweka maua mengi, matunda yakiwa machanga yanadondoka mengi. Kwa hiyo kwa ajili ya ile uzoefu na nini kila kitu unaangalia unasema hapa kuna shida hii. Kwa hiyo unaanza kuapply vitu kama hivyo nini inasaidia. Lakini ukitaka kama ubahatishi namleta mtu anapima, japo vipimo vyetu vingi vinasumbua. Akipima hata kama kipimo kimeharibika na hujui kusoma, anakuambia tu ina shida hii kwa utaalamu wake alionaye, basi
lakini vizuri pia kujua pia udongo wako ukoje, na ndio maana yake tuna apply kupanda vitu mbalimbali. Na kinachosababisha udongo iwe hivyo ni kwa sababu ya sisi tunafagia shamba, hatuachi majani makavu kuwekea mulching, hatupandi mimea mbalimbali mchanganyiko. Kwa hiyo sasa hivi tunatumia chemical sana, lakini Mwenyezi Mungu alivyoweka ardhi ameiweka balance kila kitu. Kama unavyoweka chumvi kwenye chakula size unayotaka wewe, naye Mwenyezi Mungu aliweka ardhi kwa kiwango anachotaka yeye. Sasa kwa maarifa yetu kujua sana ndio tunaweka mbolea za chumvi, tunaweka sijui hivi. Ukipanda tungule mnaita nyanya hii, tomato, mtu ikiwa kidogo ina mbolea yake na dawa yake, kitoa maua na mbolea yake na dawa yake, kiweka matunda na mbolea yake na dawa yake. Sasa kila kitu, yani ule mmea hauwezi tena kuendelea pasipo kupata dawa au kemikali, kwa sababu imeshazoeshwa hali ya nini, ya kemikali. Na ndio maana tunajitahidi kwamba watu waje wasome, wapate elimu ya nini, ya mbolea za asili na kilimo cha asili kisichotumia kemikali. Juzi tulikuwa kwenye maonyesho, wewe ulibahatika, ulisema ulitembelea banda letu, sawa eh? Kwa hiyo tunakukaribisha kuja kusoma. Kama unavyoona haja hapa, nafikiri unafurahia tu. Kesha karibia tayari. Karibu uje usome sasa kozi ya wiki 2. Asante. Basi nafikiri twendeni tuanze kazi yetu, kwa maana tuna lisaa. Sasa hivi ni saa 5. Saa 5 kamili. Kwa kusindika pale majivu yanaingia, lakini chinga za mkaa huwezi ukaziingiza. Mkaa, na kuna mzungu atakuja mwezi wa 12, atakuja kufundisha mambo ya mkaa, anaitwa Edua. Atakuja kufundisha mambo ya kuchanganya mkaa na nini na udongo na nini kila kitu. Lakini mkaa pia unafaa, mfano ukiwa na uwezo kwenye mbolea yako unaweza ukaweka mkaa usiwe zaidi ya 25%. Sawa eh? Uweka labda 25%, alafu ukakuta mbolea majani makavu uweke tena hapo, udongo uweke nini. Kwa hiyo lakini mkaa itakiwa kuzidi hii hapa. Ikizidi, mfano kuna mahali nimeenda kule kituo cha Fumba, nikaenda nikakuta wananiuliza mbona tunanyesha kila siku inakauka. Yaani kwamba unamwagia kwenye, si wameweka kwenye nani miti kwenye vipakti. Sasa ananiambia kwamba ananyesha, baada ya siku 2 inakuwa kama haijanyeshwa. Sasa mtu hajajua ile udongo tayari ina mchanga, na kazi ya mchanga tunajua kwamba inaruhusu maji kupita kwa wepesi, si ndio hivyo? Sasa unaenda kuongezea mchanga na ni mkaa naye inaruhusu maji kupita kwenye udongo, unaona? Yaani inafanya ile udongo inalanika na kupita, unaona eh? Kwa hiyo sasa mkaa ukichanganya na mchanga na bado udongo umeweka labda kwa kiwango fulani, ina maana ile udongo inakuwa maji yanapita haraka, haiwezi kutuliza maji. Lakini ukiweka mkaa kwa kiwango chake, udongo kwa kiwango chake, na mchanga wa Zanzibar tayari, udongo wa Zanzibar una mchanga, sioni haja kuongezea nini, mchanga. Lakini ukija kujifunza utakuja kukuta vitu kama hivyo kwa sasa hapa. Lakini ukija kujifunza utakuta vitu kama hivyo kwamba mchanga ina kiasi fulani, kama udongo hauna mchanga kabisa, mfano clay soil, mchanga na udongo mfinyanzi, si ndio hivyo? Ile udongo unanata sana, huwezi kuatikia mbegu. Sasa unachofanya lazima uweke mchanga. Kiwango gani? Utakuwa umejifunza. Mkaa utaweka kiasi gani? Nategemeana udongo umepima, lakini isizidi 25%. Sasa kuna mtaalamu atakuja mwezi wa 11 kama Mungu akipenda, atakuja kufundisha vitu kama hivi. Sawa? Ima, nafikiri tuanze sasa. Twende sasa kwenye vitendo. Kwa hiyo brother hapa alisema au ndo tukienda kutuonesha ni kwa muda gani unachukua. Hata hapa naweza nikakwambia kwamba mbolea, kuna mbolea jinsi ilivyotengenezwa kwa material. Mfano umetumia majani makavu na majani mabichi, si ndio hivyo eh? Na maboksi na karatasi vitu vyepesi. Ile mbolea inachukua siku 18 hadi 21. Inakuwa tayari imeiva. Haujaweka vijiti. Sawa eh? Lakini mbolea ambayo umetumia vijiti
au ina majani magumu ambayo ni magumu kuoza, ile mbolea inachukua wiki 5 hadi 6, ambao ni sawa na mwezi mmoja na wiki 2, si ndio hivyo? Kwa hiyo hii mbolea ndio, na hii ya kwetu tunayotengeneza ni ya wiki hizi. Sawa? Mfano nimeshaona watu wakitengeneza mbolea wanasema siku 18. Ile mbolea wanachofanya wanaichunga ile mbolea wakati bado haijaoza. Naona, yani kinachotokea ni umelazimisha mbolea kutumika kipindi ambacho bado haijaiva. Lakini kwa hii mbolea ya majani makavu, malaini kama haya nini, ndani ya siku 21 imekuwa tayari. Lakini usije ukadanganywe ukachukua migomba, ukachukua sijui mifenesi, unajua jani la mfenesi lilivyo, ukachukua sijui nini ukachanganya yote pale ukamwambia mtu siku 18 mpaka 21. Hiyo utakuwa unadanganya. Kuna mbolea ya siku hizi za kuweka maboksi, makaratasi na majani malaini kuoza, na haya majani mengine yote ukichanganya iwe magumu na nini, ndani ya siku hizi bila vijiti vigumu sana, ndani ya wiki 5 hadi 6 mbolea yako imeiva. Sawa jamani? Na tutaona tuko pale, tungekuwa na muda pia tungegeuza, tutaweza kugeuza hata sasa hivi kidogo ambao tunayopata. Kwa hiyo ni siku, kuna mbolea siku 18 kwa vitu laini ulivyofanya hadi 21, na wiki 5 hadi wiki 6. Ninalo swali. Ndio umeshaweka tayari kiwango cha muda, itakuwaje lau muda utapitiliza? Inaweza ikapitiliza muda kama wakati uliotengeneza mbolea yako ni wakati baridi, si hamna joto sana. Yani nakusudia kwamba tayari mbolea imeshakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kutumiwa, lakini ukaiachia tu. Unaweza ukaachia, lakini ile mbolea inatakiwa isinyeshewe mvua. Inatakiwa isipigwe na jua. Kwa maana ikipigwa na jua ile mbolea inapoteza vile virutubisho vyote vilivyo kwenye mbolea. Ikinyeshewa na mvua ni sawa na mtu aliyechemsha nyama akamwaga ile supu akakaanga zile nyama akasema yeye amekula, kumbe aliyekunywa supu ndiye amekula. Asante. Sawa Asante. Swali ni nzuri sana. Kwa hiyo sio tatizo ikipitiliza, lau mtu atafuatilia haya masharti mawili uliyoyataja. Weka kama ni banda lako na uwezo, weka banda la bati ikae pale. Mbolea yako imekuwa nzuri, sogezea pembeni. Nyingine tengeneza, imepita miezi 2 3 haina shida. Ili mradi isipate jua na maji basi. Asante. Ukiweza kukausha kwenye kivuli, ukajaza kwenye magunia, inakaa mwaka mmoja bila shida yote, mwaka mmoja. Asante. Sipigwe jua, sinyeshewe. Kwa hiyo unaweza kuweka magunia ya mbolea. Na hapa kwetu wanakuja watu wengi wakitaka kununua hotelini. Hatuna uwezo wa kuuza mbolea hivyo, kwa maana majani makaa, mabichi, nini kila kitu kukusanya vile matilo. Lakini ukiwa kule hotelini ukapata vyakula vya hotelini, majani mabichi, makavu, maboksi, ukapita mashuleni viwandani ukakusanya, unaweza kutengeneza mbolea na ukauza, kwa maana udongo hapa inanunuliwa sana. Asante sana. Sisi tunauza kilo 5 kwa shilingi 5,000. Japo watu wengi hawanunui, unajua tena uchumi umebana. Lakini kwa hiyo kilo moja 1,000. 1,000. Lakini pia tunauza sio mbaya. Asante. Kabla ya kwenda, naomba tuende huku tusije baadaye mkaondoka mjajifunza mbolea tukalaumiana. Unaweza kugeuza kila baada ya siku 3-4. Kwa maana ile ya kwanza unavyoweka, hebu niambie, ukimwambia mtu jamani ageuze hii vijiti vilaini, ageuze kwa siku 3, si utakuwa unasema uongo jamani kufundisha? Hii itakuwa imeoza siku 3. Ndio lengo letu la kukataa. Kwa hiyo kitabu kikuti imeandikwa na wewe rekebisha. Siku 3 sio sawa, hii jani limeoza, lakini siku 14 itakuwa imeungua. Si ndio hivyo? Ndio maana yake tunasema. Kwa hiyo kinachohitajika wakati wa kugeuza ni kama uhakikishe yameoza. Wacha siku 14, ukigeuza itakuwa yameoza. Sasa yani si yameoza kabisa, lakini ukigeuza imeiva kwa kiasi kwamba ukigeuza yale ya juu yaende chini naye yaive kama yalivyoiva chini. Ukigeuza tena baada, mimi napenda kuacha siku 5. Ukigeuza baada siku 14 naacha siku 5 nageuza tena, au wakati mwingine kama sina nafasi naacha kabisa, inakaa tu unakuja kugeuza mshoni, naacha tena kidogo nageuza. Sawa jamani? Tutaona pia iliyoiva pale, tutaenda kuangalia. Sasa mbolea yetu huwa tunafunika na majani makavu. Ikisha kwa tumetengeneza tunafunika na majani makavu. Kwa sababu gani? Ili kuzuilia unyevu. Sawa
Na tumesema sehemu ya kuweka mbolea iwe ni sehemu yenye kivuli mchujo. Angalau iwe kuna kamwanga kidogo, lakini haitakiwi jua kali. Na kama iwezekani jenga banda. Kama iwezekani jenga banda. Ikinyesha mvua turubani kama zile, hakikisha umefunika zote mbolea yako. Ukimkuta mtu ameachia mvua, ni kwamba ile ni udongo tu anatengeneza, lakini sio mbolea. Itakuwa haina yale madini, virutubisho vyote vimehifadhiwa. Kwa hiyo tunafunika ili kuficha unyevu na kuzuilia. Hii ni mbolea mpya, tumeshageuza mara moja. Kwa hiyo hapo wiki ya ngapi? Hii nafikiri hatujageuza. Hii hatujageuza hii. Ndio mara kwanza tunageuza. Hii tumetengeneza juzi tu, kama ina wiki 2 hivi. Nafikiri na wiki 2 au 2 na nusu. Sikumbuki kwa maana vitu ni vingi, tulikuwa kwenye maonyesho, kwa hiyo sikumbuki kwamba nimegeuza au hatujageuza. Lakini nafikiri itakuwa ni mbolea mpya, hatujageuza hii. Tulitengeneza kabla ya maonyesho, ile wiki ya kwanza ya maonyesho, kabla ya tarehe 10 kwanza. Njooni sasa huku tugeuze. Kitu kingine nachosema, ukiona mbolea inakuwa na nani weupe huu, unaona ujivu, hii inamaanisha hii mbolea ilikuwa inahitaji nyunyizwe maji kati ya jana au juzi. Ilikuwa yahitaji inahitaji nyunyizwe maji iwe na unyevu. Kwa hiyo hapa inakuonyesha kwamba ilikuwa inakauka, na ikiwa hivi kuoza inachukua muda. Sawa Kwa hiyo mbolea yako kuna jiti itakuwa limechomolewa, ila hapo tutachomokeza baadaye, tunaita kipima joto, kama kile unachoweka ukienda hospitalini. Kwa hiyo lile jiti lako kilichomoa hivi, ukikuta jivu, maana yake lile jiti mbolea yako ongeza maji. Ukikuta ukichomoa hivi ni haina ujivu, mbolea yako haina haja ya maji. Sawa jamani? Na inakuwa kila baada ya muda gani kipima joto mtu? Kila baada ya siku 3. Chomoa kipima joto, angalia. Ukichomoa hamna, unarejesha tena. Utakuta tu unyevu, haina ujivu, na kijiti kinachotakiwa ni jiti kavu. Maana ukiweka bichi sitaoza, kwa hiyo itakuonyesha unyevu, kumbe ni unyevu wa ubichi wa mti. Lakini kavu itakuonyesha ni kavu na ujivu. Lakini ikiwa haina ujivu, ikiwa kama hapa juu hivi ilivyo bila hii ujivu, ina maana yake mbolea yako haina shida. Lakini ukiwa na ujivu, maana yake mbolea yako inahitaji maji. Na kiwango cha kuweka maji tumesema hatuwezi kukadiria, sababu unaweza ukakadiria